Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeufahamisha umma kwamba kinafuatilia kwa karibu tuhuma zinazosambazwa mitandaoni kuhusu madai ya kupigwa kwa mratibu wa uenezi wa Baraza la Wanawake Chadema BAWACHA Taifa, Mheshimiwa Segrada Mligo huko mkoani Njombe, kwa kile kilichosema kwamba kinaendelea kufanyia uchunguzi wa kina kubaini ukweli wa jambo hilo na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa katiba, kanuni na miongozo ya chama hicho. Na hapa nanukuu: taarifa kwa umma. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinapenda kufahamisha umma kuwa kinafuatilia kwa karibu tuhuma zinazosambazwa mitandaoni kuhusu madai ya kupigwa kwa mratibu wa uenezi wa Baraza la Wanawake Chadema BAWACHA, Mheshimiwa Segrada Mligo. Chama kinafanya uchunguzi wa kina ili kubaini ukweli wa jambo hili na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa katiba, kanuni na miongozo yake. Aidha, Chadema inafuatilia kwa makini njama za Chama cha Mapinduzi CCM za kutumia tukio hili kwa manufaa binafsi. Tunatoa wito kwa Mheshimiwa Segrada Mligo kuwa makini na mahusiano ya CCM ili kuepuka kutumiwa kwa malengo yasiyo na nia njema ambayo yanaweza kuathiri tu si hadhi ya chama bali na ya kwake pia kama kiongozi na usalama wake binafsi. Tunaendelea kufuatilia kwa karibu kila hatua inayochukuliwa kwa kushirikiana na vyombo husika vya ndani na nje ya chama, na baadaye tutatoa kauli rasmi kuhusu suala hili kadri itakavyofaa. Imetolewa leo Jumatatu Machi 31, 2025 na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi. Mwisho wa kunukuu. Mwenezi wa Baraza la Wanawake Chadema Taifa alidaiwa kupigwa kwenye mkutano wa ndani wa chama hicho mkoani Njombe siku moja kabla ya kufanyika mkutano wa hadhara uliofanyika katika viwanja vya stendi ya zamani mjini Njombe. Taarifa zinaeleza kuwa baada ya kupigwa, Bi Segrada alipelekwa hospitali ya mjini Njombe Kibena majira ya saa 8 usiku kwa ajili ya kupatiwa matibabu, ambapo alilazwa kwa ajili ya kupatiwa matibabu zaidi. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Njombe akiwemo katibu wa siasa na uenezi Bwana Josiah Luoga walifika kumjulia hali na kumpa pole hospitalini, na kisha viongozi wengine wa CCM walioongozwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Njombe Bwana Deosanga wakafika kumjulia hali nyumbani kwao kijiji cha Lugenge, halmashauri ya mji wa Njombe. Hata hivyo, makundi mbalimbali ya Chama cha Mapinduzi kutoka mikoa mbalimbali hapa nchini yamekuwa yakichangia fedha kwa ajili ya matibabu ya kiongozi huyo wa chama cha Chadema, ambapo kwa sasa inaelezwa kuwa yupo nje ya mkoa wa Njombe kwa matibabu zaidi. Tulipata nafasi ya kuzungumza na katibu wa Chadema wilaya ya Njombe kuzungumzia sakata hilo. Kwa sababu mimi nilikuwa ndani kwanza. Nilichokisikia tu nje alikuwa na, hata ukimsikiliza yeye kwenye clip yake anaoeleza, anasema alimtumia makamu mwenyekiti message kwamba naomba arudi, ametulia. Wakati ametoka nje kuna watu waliomfuata akiwemo na askofu mwana mapinduzi pamoja na mwenyekiti wa wilaya Seth Vegula, walimfuata kwenda kumwambia kwamba tulia, hicho kinachokifanya sio sawa. Akawaambia, akasema naomba mumwambie makamu nirudi kwenye kikao, nimetulia. Mwana mapinduzi akamwendea makamu mwenyekiti kwenda kumwambia kwamba huyu mtu anaomba kurudi kwenye kikao. Makamu akatoa oda kwamba kama ametulia arudi, kama hajatulia hapana, sija karibu kikao. Hapo ndipo anaposema kwamba mara baada ya kuruhusiwa na makamu mwenyekiti kurejea kwenye kikao, ndipo ambapo anadai kwamba vijana wa itifaki baadhi ambao walimfuata na wakaweza kumdhuru. Hilo kama chama mmeliona, na kama huyu kijana ni kweli alihusika? Vijana wangapi? Anadai kijana mmoja ambaye alimfuata na vijana wengine wa itifaki walizuiwa wasitoke nje, lakini mmoja ambaye alimfuata akaenda kumshambulia. Kwa maelezo yake na maelezo ya RPC, wanasema ni mlinzi wa Heche. Walinzi wa Heche walikuwa ndani. Wanaomlinda yuko ndani, wanatokaje nje huko? Anayelindwa yupo ndani, awali aliendaje nje? Kitu ambacho nataka Watanzania wajue,
Kikao tulifika mpaka saa 6 kasoro. Saa 5 na. Mida hiyo ilikuwa ni ya saa 5. Mimi wakati nipo ndani, kuna kijana wa chama alikuja kunifuata wakati ndio kikao kimefungwa, kuja kuniita kwamba unaitwa na UCCID nje saa 5, ambapo UCCID nienda kuonana naye, akaniambia kwamba mbona kuna vurugu, kama kuna mtu amepigwa hapa. Nikamuuliza nani? Akasema yule binti. Nikasema amepigwa wapi? Akasema hapa. Nikamwambia amepigwa na nani? Akasema kuna jamaa mmoja amempiga na tula slasi hivi. Nikasema mimi sijajua kwa sababu mimi nipo ndani. Lakini baadaye nilianza kufikiria. Tulikuwa kwenye ukumbi wa Mlimani Hotel pale. Ule ukumbi wa juu wa round. Polisi saa 5 waliingia mle na defender. Na nilipojaribu kuhoji, wakasema wamesikia mtu anapiga, walikuwa kwenye doria ya kawaida, wakasikia mtu anapiga kelele. Nikabaki naunganisha dots. Nikanyamaza. Walinzi wa Heche walikuwa ndani. Kwa hiyo waliokuwa nje kwenye geti pale, kwenye mlango wa kuingia ukumbini, ni vijana wa chama wa hapa wenyeji. Sawa, kwa hiyo nyinyi mnaweza kutuambia nini? Mnaamini kwamba alipigwa au hakupigwa? Na kama mnaamini alipigwa, hatujaona mkienda hospitali. Kaka, nimekuambia kwamba mimi nilikuwa ndani. Alivyoondolewa toka nje, alitoka mlinzi wa vijana wa chama walimtoa nje. Walivyomtoa nje, akabaki huko anaongea kelele sana, naonewa, tunaonewa sana, mimi nataka kutoa hoja, na vitu nasikia kelele huko. Basi kwa hiyo hakupigwa. Sijui. Na kwa nini hamjaenda kumuona hospitali licha ya kuona Chama cha Mapinduzi wameenda? Chama cha Mapinduzi wameenda, ndio anaweza katuambia. Mimi nilikuwa na ratibu, kwa sababu ilikuwa ni mwanzo wa mikutano. Ile siku tunaamkia mikutano, na siku iliyofuata ilikuwa ni mikutano, si ndio mikutano miwili. Na nikaenda paka Makambako, tukaendelea na vikao. Lakini tulifunga pale kikao baada ya kuongea na UCCID. Tukafunga, nikamwomba kwamba tutaongea kesho. Kwa hiyo niongoze msafara wa viongozi waende kupumzika. Mara baada ya kufika kule, mida ya saa 6 na madakika, Dr. Slaa, makamu mwenyekiti na wengine walilala. Kuna baadhi ya viongozi akiwemo Mheshimiwa Mwakajoka, makamu mwenyekiti wa kanda, mwenyekiti wa Bawacha kanda, na wengine wakasema wao wanajisikia njaa, kama kuna sehemu ambayo unaweza kupata chakula. Basi nikaondoka nao mpaka maeneo ya Sangamela yaliyopo Chaugingi usiku wa saa 7. Wakati huo na mechi ya Taifa Stars ndio inachezwa. Tukafika pale, tukala chakula. Wakati tuko pale, nilimwona Sigrada Sangamela. Saa ngapi? Saa 7. Uliongea naye? Sikuongea naye. Ile kwa jicho langu nilimwona. Nikatoka pale, akaondoka. Nikarudi na wanamsafara wa viongozi. Wakaenda kupumzika. Ngoja, ulimwona anafanya nini? Anatembea. Alikuwa na nani labda? Alikuwa anaenda kwa alipokuwa Deogratius Mahinyila ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha, anaenda kwa alipokuwa makamu mwenyekiti wa Bavicha Taifa, bwana nani huyu wa Iringa wa Mafinga ambaye ni mwenyekiti Bavicha Taifa, makamu mwenyekiti Bavicha Taifa, anaenda kwao kule. Mimi nikatoka baada sisi kukaa sana hapo, tukaangalia na mpira hapo Sangamela kidogo. Makamu mwenyekiti kanda akasema sasa nikapumzike. Nikaondoka naye kurudi alikokuwa analala. Kufika pale, driver wa makamu mwenyekiti akaniambia anataka kwenda kumalizia mechi ya nini? Ya Taifa Stars. Na taangalia wapi? Nikaondoka naye. Mimi nikaenda naye kwenye mtaa unaitwa mtaa wa dhambi, kule ambako wao anakesha. Nilivyofika nikakuta gari lake Sigrada liko hapa.
Driver Frank wakajoka kaniambia Sigrada amekuja huku tena, gari lake ile yake. Nilivyoangalia nikamuona yupo kwenye room ya vinywaji anakunywa. Nikamwambia dereva, mimi hapa hapana, twende nikupeleke sehemu nyingine. Nikampeleka maeneo yanaitwaje pale pale chini kama unaenda NBC. Kuna bar moja pale ambayo imekuwa maarufu sana pale. Wanahitaji ile basi juu. Nikampeleka pale kwamba basi tutaangalia mpira hapa, nikamwacha pale. Kesho yake asubuhi mida saa 8 na mimi nikaangalia mpira mpaka ukaisha. Nikarudi nyumbani. Asubuhi nikaona napigiwa simu na OCD kuniambia kwamba mbona tumefanya vurugu kwenye vikao, watu tumepigana. Nikamwambia hapana, hakuna, mimi sijaona kupigana. Akasema kuna mtu amekuja kuripoti hapa kwamba amepigwa. Nikasema ni nani? Akasema Sigrada Mligo. Nikasema sielewi, lakini hilo swala nilisikia ofisi ya dada niambia usiku, na nimwambia kwamba tutaongea asubuhi kwa sababu mimi nimesha choka tayari uongozi msafara wa viongozi wakalale. Kwa hiyo akasema sasa na tunahitaji huyo mtu aliyempiga umlete. Nikasema nitamjuaje aliyempiga? Ni kama unasema kwamba nyinyi hamuamini kwamba alipigwa, lakini kiongozi wenu wa juu, makamu mwenyekiti, kupitia radio moja pale Makambako ametoa pole. Yes, unaweza kwa sababu ni taarifa ambazo zimekuja. Sio kwamba siamini. Nimesema mimi nilikuwa ndani, sijui kama kweli ifanyaje alipigwa. Kwa hiyo tunaweza tukana mimi nampa pole. Kama kweli alipigwa nampa pole. Sigrada alienda polisi akaripoti, lakini akaenda kulazwa hospitali ya karibu tu ya mji Kibena. Kumekuwa na ugumu gani kwenye viongozi ngazi ya wilaya labda na mkoa kwenda kumuona tu, pengine labda hata kama alipata madhila nje ya kikao chenu? Kulikuwa na ugumu gani? Hakuna ugumu wote. Nimekuambia hapa kwamba tarehe 25 ambayo inadai kwamba hilo tukio lilitokea, nilikuwa